aka kashimu hapa chini ndio sauti. Mimi ni Wawero Mburu, ndio bona. Mimi kwa kizazi cha kuzaliwa ulimwenguni mimi ni Kikuyu typical. Nina ushahidi wa mwenye uhai wangu na ninakubalika kwangu mimi moyoni kuwa ndiye Mungu. Hivi sibahatishi nikiongea habari ya baba yangu. Baba yangu ninamjua visebamba, nake shetani ninamjua kiukweli. Hivi ni mpaka mambo ni mawili duniani. Usipokuwa mlengo huu, utakuwa mlengo huu mwingine. Na ndivyo ninaleta upambauku kwa viungo viwili duniani kwa wanyama ama mtu yoyote aliye duniani. Ni mwanaume na mwanamke. Hivi viungo ni viwili tu, na ndizo talanta zile Mungu amepeana duniani. Walioleta habari ya talanta 5, talanta sijui ngapi, ole wenu nyie. Kwa ajili nyinyi mmepoteza wana wa Mungu, baba yangu. Ninawaambia hivi, sikizeni kwa makini mioyoni mwenu. Mimi siongelei habari ya uhai ya kitu kinaitwa roho. Mimi naongea kitu kinaitwa uhai uliotoka kinywani mwake Mungu akimweka Kikuyu Ethiopia. Kwa tashwishi zozote zile tutapambana kwa njia yoyote ile, kwa ajili tunataka ukweli, maana ukweli ndiye maji. Haya yanaongea kwayo. Na ikiwa si ukweli, wewe ugundue kana kwamba umepitia kwenye mshipa wa babako ukiwa maji. Kutoka hapo ni tumboni mwa mamao ukiwa maji. Kutoka hapo kunyonya maji. Kumalizia kunyonya maji, kuanza kula zilizotoka shambani, mahali wazubiriwa kurudi kwenye tumbo la pili. Kwa vitendo ulivyovitenda vyote ulimwenguni, maneno uliyoyanena yote ulimwenguni, itakusimamia wewe ukiwa umetoka kwenye mchanga. Na ikiwa kuna orodha ya kugeuzwa mili, ndivyo upate mwili mwingine mpya kwa ajili ya nywele zako ulizo nazo. Hilo sahihi nimelipata kwa ufunuo wa baba yangu. Mungu huyu unaongea habari yake ndiye Mungu mwenye uhai wote ulioko ulimwenguni. Na hivi hatutakaniki kwa kuwa roho amewadanganya wengi. Maana aliyeambiwa kuwe na roho na moto ndiye mkairi wake Mungu, na ndiye alikuwa makamu wake baba yangu mwenye uhai. Na ndivyo ninatambua kwa kinaganaga kwenu nyie kwa mioyo ya Mungu. Mimi miili nimeshagundua shetani alipata mamlaka ya kutawala mwili humu duniani. Na ndivyo vitu vitatu vinatendeka mtu kuitwa mwanadamu. Ni maji, damu na mchanga ikichanganyika, yote ndiyo inaitwa mwanadamu. Hivi mwanadamu ndiye yule mkairi wake Mungu Lucifer. Alikuwa mkuu na ndiye mwamuita mwana wake Mungu, maana yeye ndiye alianzia kuongea nake Mungu. Kisha akapatiwa mamlaka malaika waliokuja baada yake, yeye kuwa mwimbishaji wa nyimbo ufalmeni mwa baba yangu. Baada ya hayo, yeye wakati baba yangu alikuja kuhitaji kuwe na watu ulimwenguni, ule alisema kwa kinywa chake, maana Mungu haumbi, anayeumba ni mwanamke tumboni mwake, na ndiye mletaji wa ghadhabu katika ulimwengu ya kifo. Tusidanganye mioyo ya Mungu, kwa kuwa ukweli upambauvu umefika. Nyinyi mmefanya yenu mliopitia kwa kitabu cha huyu mkairi wake Mungu mwenye uhai. Kwa kuwa uhai nina ufumbuvu huu kutokana nake wazia Mungu. Hivi nifikisha hizi habari kinaga naga.
Sitaki tuvutane na wewe ndugu yangu, bali ufunue masikio yako, maana mligeuziwa mwaka wa 1962 mwezi wa 8 tarehe 8, wakati kuliwekwa agreementi. Kitabu cha Biblia kiliingia nchini Afrika, huku Kenya. Kenya ndiye Kenyatta. Kuna klipu kadha nimeziweka, naye mwanake ndiye Uhuru. Uhuru sio kutatanishwa na kuingizwa mambo mengi ya kisiasa, kuwa kuna jawabu lake Mungu ndani yake, lakini wengi wafikiria tu ni hivyo bure. Yeye akanena yale nilikuwa nimeyanena mbele katika nchini uchaguzi kama ujaja. Yale aliyasema nilikuwa nimeyasema, na kwa kweli ndivyo kulivyo. Ndugu zangu, tuachane na mambo ya roho, tukubali kitu kinaitwa uhai, kuwa uhai ndiye Mungu na ndiye hata kufa milele ndani yako wewe. Uhai ndiye kinachokuendesha na ndiye Mungu, na ndio umekuta hakuna mfano wako duniani na hakuna mwingine atakayeitwa wewe duniani. Na ndivyo hiki kidole, hata ukizawana milioni ngapi ama 10 na ngapi, ndugu yangu, hautapata mtakayefanana kidole, kwa kuwa ndiye ushahidi wake Baba yangu. Kutokea hapo, ningelitaka maswali ukiniuliza, uchukue kina yako na kujifikiri kwako, ujiulize kwanza kabla kunirushia maneno. Ndivyo nataka kuwafikishia nyinyi mioyo ya Mungu. Sijakataa kuulizwa swali lolote, nitalijibu kwa sahihi na andhari niliyopatiwa na Baba yangu, ama kama sina nayo, hajaenda ugenini, yu ndani yangu, maana siwezi tembea bila yeye. Hivi siku hii ningelihitaji tu na homa kiasi, rehema, huu ni mwili unaooza, niko kwa mwili ndiyo, lakini Baba yangu ndiye uhai. Uhai ndio wafanya shughuli zilizo nazo kwa kupata ujira tokana nake Baba yangu mwenye uhai, kwa ajili niongeleshe mioyo yake. Mimi sijui uhai wa ukabila kamwe. Nyasi na uhai, miti na uhai, wanyama wana uhai. Ndugu yangu, Mungu nayeongea habari yake, yeye anatumia mambo manne katika ulimwenguni, na hakuna njia nyingine itakayokuja ya kupata amri zake Mungu 10 ama aya 10. Vyote ni vitabu ndugu zangu. Swali langu na kuongelesha kwangu na ujumbe nilio nao, hakuna mwana hupatikana ulimwenguni kwa kusomwa kwenye kitabu. Hivi ndio hapo nyuma nikasema hivi, wewe unabudi kuniuliza swali kuwa ukiwa umefikiri kwanza. Ni mpaka tupate Mungu ni wawili duniani, na kama hasipokuwa hivyo, unieleze mama na baba ni nani, ama ulipitia wapi ndio ufike ulimwenguni. Hiyo ni question mark. Maana upishi wa kitabu tunaujua na tunaupambaua vilivyo, kuwa Mungu ni uhai na hafichiki lolote. Kama inawezekana kwako kuziba mdomo wako na pumzi zako uliowekwa nake Mungu kwa nukta 2, uniambie umemdanganya uhai kivipi? Hilo tutalichambua na wewe ndugu yangu. Ila mimi ujinga huo mimi sipo, ndio nina ujira huu wa kufikisha ukweli wa Mungu, ukiwa maji ndiye chakula cha uhai. Pasipo maji hauko duniani. Wewe umepitia kwa mshipa babako maji, nilisema awali, ukakuja tumboni mwa mama, nikasema awali, ukaanza kunyonya ukitoka duniani. Ile wokovu unayoutaja ni wakati ulipitia kwa mama kutoka duniani
na kupiga mayowe duniani kwa kupigiwa vigeregere zilo lipigiwa, maana kuwa majina ni mawili: kuzaliwa, jina la kwanza, ufurahiwe zaidi; la pili ni kufa, wengi kuliliwa na kupigiwa nduru. Ukirudi kwa tumbo la pili, thibitiko ninayo ya dunia jipya. Hivi si pagapagala ama kutafutilia kwenye maandiko. Maandiko ni ya mtu, maandiko ni amri za mtu, ile si ya mwenye uhai. Na ikiwa ni ukweli, ningelitaka kujua kitabu kitakachozaa mwana ulimwenguni. Kitabu kilikuja kwa mtu, kiliandikwa na mtu. Baba yangu haandiki popote pale. Haya mambo, samahani, haya mambo nayo yaongea, hauwezi kuwa umeiandika mahali popote uje ueleze uhai wa Mungu dunia yote. Hilo ni mwanzo. Ya pili, Mungu huyu naongea habari yake, baba yangu, nina thibitiko kabambe juu yake mimi, na mimi ni mtetezi wa kitu kinaitwa ukweli. Ukweli huo ni ule ulikataliwa wakati tuliingia kwenye ukoloni. Hapo awali hakukuwa na ghadhabu hizi tulizo nazo ulimwenguni kwa mwenye kitabu. Kitabu ni utawala wake Muitaliano, na kitabu ni chake yeye aliyesema baada ya vita ya kwanza akawafungia wengi 40 kuviandika kitabu kile kitafanya tawale ulimwengu. Ole wenu ndugu zangu, uhai wa Mungu unakujia kitandani. Hakuna kitabu kitasomwa kipate mwana. Kimesomwa miaka 60 cha Biblia na 2 cha Biblia kimepitwa na kia Kiislamu Qur'ani na miaka 61. Hata mwenye Biblia amezaliwa kwa miaka 95, mimba ikapatikana. Mwenye Qur'ani alikuwa meji, yeye ndiye alipata mimba na miaka 35. Referensi yake itakupatia ina ubinada. Diferensi tutakuta ni miaka 60 na ngapi? Miaka 60. Hivi mahali tuko ndio tuko na mwaka wa 61. Utafauti wa Biblia na Qur'ani. Na hivi kitabu hicho kimesomwa miaka hiyo, miaka 62 hapa nchini. Hatujawahi pata mimba yake moja, ndio tupate uhai mmoja wa kulinganisha na ule ulitoka kwa baba yangu. Huu ni mwili nimepwekwa tu, nipo nao. Sitaki mamlaka, sitaki kiti, sitaki kujulikana ati mimi ni fulani. Hapana, hiyo sina budi nayo. Mimi na budi na mioyo ya Mungu kusikia ukweli. Asanteni. Mengi ni sumu, machache ni faida. Hii kilipu tunaendelea mtazipata kwenye simu zenu. Hakuna hata mmoja nimemfungia njia ya kuniuliza swali kukutana na yeye. Mimi sina tatizo hayo, ila moyo wa Mungu kuwe una ukweli ndani yake. Ukijua ukweli ndiye chakula cha uhai, hatutasumbuana, tutasikizana, tutaongea kabla watu kuwekwa kwenye msalaba kaburini. Wacha niwaambieni kitu. Aliyetengeza anaitwa Wingi Road kwa ajili watenda dhambi wawekwe kwenye msalaba. Hivi nitauliza hivi swali langu.
Wewe nani aliyekujulia dhambi zake zimejuliwa na nani? Akipatikana mmoja alipe hiyo wajibu. Ama jibu hilo ningelihitaji zaidi kusaidia mioyo ya Mungu kuendelea mbele. Hivi ndugu zangu, ujumbe ni wa Baba yangu mwenye uhai wako na wangu. Hakuna uhai mkuu kuliko mwingine, huwa tumetoka kwa kinywa cha Baba yangu. Dai dadhayaga idai, dai dadhayaga idai, dai dadhayaga idai, dai dadhayaga idai. Itasemwa na walio kaburini na wasio kaburini. Wema wa Mungu, mioyo ya Mungu iwatoshe. Niko njiani, habari na wapa, niko nayo ni ya Baba yangu. Wema wake Mungu uishi milele na milele na milele.